Mwanachuoni mmoja alisema, ndio maana nilikuwa ninashangaza kwamba watu wa saikolojia wakipelekea wagonjwa ambao wamepatwa na matatizo ya akili, watu wengi walikuwa wanashangazwa, wale wataalamu, wale madaktari huwa wanawashauri watu ambao wamepatwa na hili tatizo la kisaikolojia, huwa wanawaambia wapende sana kujisomea vitabu vilivyokuwa vizuri kabla ya kulala, katika vitu ambavyo wanawashauri wale watu ambao wana matatizo hayo. Lakini kweli tafiti zimeonyesha mtu ambaye anayekuwa na taratibu na desturi ya kujisomea vitabu vinavyovutia, vitabu vizuri, basi vinamfanya ubongo wake usipatwe na matatizo au usizeeke. Kuna sehemu nyingine wanasema kwamba ubongo huwa unakuwa unazeeka kama mwili wa wanadamu unavyokuwa unazeeka, unashindwa kufanya kazi baadaye. Lakini wanasema katika njia ya kuzuia ubongo huu usizeeke ni kuwa mtu ana desturi ya kupenda kufanya nini? Kujisomea. Kwa hivyo wanasema huwa wanawashauri wajisomee kabla ya kulala. Kwa hiyo wanapokuwa wanajisomea vitu ambavyo vinavyovutia, wanapokwenda kulala, wanasema katika kujisomea kule mwili unakuwa unarudi katika hali yake nzuri ya kawaida katika kufanya kazi ambayo inayotakiwa, ndiyo inampelekea baadaye mtu huyu kuweza kupata usingizi unaotakiwa. Usingizi huu unaotakiwa ulikuwa kwake haupatikaniki, lakini unakuja kupatikanika usingizi unaotakiwa baada ya ubongo wake kuwa ulisoma vitu ambavyo uliutengeneza vizuri ule ubongo, uliusukuma vizuri ule ubongo, ukawa unaulinda na kupatwa na matatizo katika ubongo ule, ndiyo mwili utakuja kufanya kazi zake sawasawa inavyotakiwa. Ndipo unamkuta mwanadamu analala vizuri kabisa, akiamka anaamka akiwa na afya njema na akili zake zimetulizana timamu. Hii ni faida miongoni mwa faida za kupenda kujisomea.